Usiku wa Dar es Salaam ulikuwa mtulivu. Taa za majengo marefu zikimetameta juu ya anga kama nyota zilizoshuka ardhini. Ndani ya ghorofa la kifahari la OMK Group, dirisha kubwa la kioo lilifunguliwa taratibu, likitoa nafasi kwa upepo mwanana kupenya ndani. Omari, kijana mwenye umri wa kati, mwenye muonekano wa kuvutia lakini uso wake uliojaa ukimya mzito, alisimama akitizama chini kutoka sakafuni pa juu ya jengo hilo. Mikono yake ilikuwa kwenye mfuko wa suruali, macho yake yakielekea mbali kana kwamba alitizama kitu kisichoonekana kwa macho ya kawaida. Hakuwa mtu wa kawaida, alikuwa mrithi wa kampuni kubwa ya OMK Group, biashara iliyojikita kwenye ujenzi, mafuta na uwekezaji wa majengo. Lakini pamoja na mali na hadhi yake, Omari alikuwa na siri nzito ambayo ilimfanya aishi maisha ya upweke yasiyoelezeka. Siri hiyo ilikuwa ni allergy kwa wanawake. Yaani alikuwa tofauti kabisa na wanawake. Kuguswa tu na mwanamke, iwe kwa mkono au hata mguso wa bahati mbaya, kulitosha kumfanya apate miwasho mikali mwilini, kuvimba ngozi na mara nyingine kukimbizwa hospitali kwa siku kadhaa. Ni yeye na rafiki yake wa karibu ambaye anaitwa Roja walikuwa wakijua hali hiyo, pamoja na mama yake mzazi. Roja alikuwa msaidizi wake wa karibu, mcheshi na mwenye kumuelewa zaidi ya mtu yeyote yule. "Bosi, tafadhali kumbuka kesho tuna kikao na bodi ya hisa. Usijaribu tena kwenda mwenyewe bila mimi. Kuna wafanyakazi wa kike kule." Roja alisema kwa sauti ya mzaha kidogo, akimkabidhi faili. Omari alitabasamu kwa upande mmoja tu. "Usiwe na hofu. Sijapanga kuguswa na yote. Najua, lakini wanawake siku hizi wanapenda hata kugusa bega la bosi wake kwa furaha ya selfie." Roja alijibu, wote wakacheka kidogo. Lakini chini ya vicheko hivyo kulikuwa na ukweli mchungu. Omari aliogopa upendo. Aliamini hakuna mwanamke angeweza kumpenda kwa hali hiyo. Wakati huo, upande wa pili wa jiji, ndani ya mgahawa wa zamani uliokuwa mali ya marehemu mamake Hadija, maisha yalikuwa tofauti kabisa. Hadija, msichana miaka 17, alikuwa bado mwanafunzi wa sekondari. Mrembo mwenye macho ya mviringo na ngozi laini kama asali. Lakini maisha yake hayakuwa na utulivu. Baba yake, Haruna Majaliwa, alikuwa ameingia kwenye uraibu wa kamali kiasi cha kupoteza mali nyingi sana. Siku moja jioni walipokuwa kwenye mgahawa huo, tajiri mmoja mzee mwenye umbo la kutisha, Mr. Galu, aliingia akiwa na sura tabasamu bandia. "Haruna," alisema kwa sauti ya kebehi, "umekuwa ukinihadaa muda mrefu. Sasa nimekuja kwa suluhisho. Huhitaji kuniambia sitaki, maana najua kitu chako cha thamani kipo hapa." Akimaanisha binti yake yule ambaye ni Hadija. Hadija alishtuka, akamwangalia babake kwa macho yaliyojaa hofu. "Baba, nini anamaanisha?" Haruna alishindwa hata kuzungumza. Aibu, hofu na tamaa vilimchanganya. Ndipo Hadija alijua kwamba maisha yake ingekuwa hatarini. Siku iliyofuata alitoroka nyumbani kwao usiku wa manane, akiwa na maski usoni na koti jeupe, akijaribu kujificha dhidi ya wanaume waliokuwa wametumwa kumfuata baada ya kujua ametoroka. Lakini usiku huo mkondo wa maisha, yani maisha yake, ulibadilika. Aliingia ndani ya klabu moja ya kifahari kujificha. Na bahati mbaya, au labda ndio hatima, aligongana na Omari, kijana aliyekuwa amelewa kidogo baada ya kikao kizito cha biashara. Mguso huo uliokuwa ungetakiwa kumpeleka hospitali au kumdhuru, badala yake, kwa mara ya kwanza katika maisha yake, alihisi amestarehe kwa kuguswa na mwanamke. Harufu ya manukato laini, pumzi ya karibu na mguso wa ngozi laini uliochanganya wote. Kilichofuata kilikuwa usiku wa siri wa mapenzi wa ajabu na bahati mbaya, ambao ulizungusha roho mbili ambazo hazikujua majina wala sura kamili za wenzao. Na asubuhi ilipofika, Hadija alikuwa ameondoka kwa aibu. Aliwezaje kulala tu?
na mwanaume asiyemjua. Yaani aligawa usichana wake kwa mtu asiyemfahamu bila kujua. Ameacha alama ya kumbukumbu isiyofutika, na mwanaume ambaye hakuwa na imani na wanawake sasa alikuwa amekuwa mfungwa wa hisia za mwanamke asiyejua hata jina lake. Omari alianza safari mpya, safari ya kumtafuta yule binti wa siku ile. Alikuwa ni nani? Safari ya kumtafuta Khadija, binti pekee ambaye hakuleta maumivu bali tiba ya upweke wake. Miaka 8 iliyokuwa imepita tangu usiku ule wa ajabu uliochanganya hatima ya Omari na Khadija. Miji ilibadilika, watu wakasahau, lakini kumbukumbu ya usiku ule bado iliishi kwenye nafsi mbili ambazo hazikuwahi kuonana tena. Khadija sasa alikuwa mwanamke mzima mwenye umri wa miaka 25. Alifanya kazi kwenye mgahawa maarufu wa mjini ulioitwa Golden Plate, sehemu iliyokuwa ikihudumia watu wa tabaka la juu. Kwa sura na nidhamu yake alikuwa akipendwa na wateja wengi, lakini wenzake kazini waliona ni kama anapendelewa na meneja, jambo lililoleta wivu mkubwa. Kila siku alifika mapema kuliko wengine. Alihakikisha kila meza imesafishwa, maua yamesimama vizuri na harufu ya kahawa mpya imejaza hewani. Lakini leo hewa ya amani ilibadilika kuwa moshi wa mzozo. Khadija alipokuwa akibeba sahani 3 ambazo zilijaa chakula kwa wateja wa VIP, Naomi, mmoja wa wafanyakazi wenzake ambaye hakuwa akimpenda, alijifanya kupita karibu naye kwa haraka. "Khadija, sorry, sikukuona," alisema kwa sauti yenye dharau huku akimvuta bega kidogo, na sahani zikaporomoka chini, chakula kikamwagika sakafuni. Alisema kwa sauti yenye dharau huku akimvuta bega kidogo, na sahani zikaporomoka chini, chakula kikamwagika sakafuni. Wateja waligeuka kutizama, kimya kilitanda. Khadija aligeuka taratibu akimtizama Naomi kwa macho yaliyojaa hasira. "Naomi, kwa nini umefanya hivi? Umeniona kabisa niko na chakula na bado ukanisukuma?" Naomi alitabasamu kwa dharau. "Uzembe wako mwenyewe. Binti, ungekuwa makini isingetokea." Khadija alikosa uvumilivu. "Usinichezee. Wivu wako ndo unakufanya unifanyie haya. Usidhani sipendi kazi yangu. Najituma kwa sababu nahitaji pesa, si kwa sababu napendelewa." Naomi akacheka kwa sauti ya kejeli. "Kama sio dhiki yako ya pesa, usingelalamika hivi. Ila udhaifu wa binti yako ndio unakufanya kujishughulisha hivi. Unahangaika kama mtoto wa marehemu." Maneno hayo yalichoma kama kisu moyoni mwa Khadija. Uso wake ulibadilika, hasira ikampata. Akainua mkono wake, alikuwa tayari kuzaba kofi Naomi. Lakini kabla hajafanya hivyo, sauti nyororo na yenye furaha ilisikika nyuma yake. "Mama." Khadija aligeuka haraka. Mbele yake alikimbia Swaumu, binti yake wa miaka 7, mwenye uso uliojaa furaha, na mikononi alishikilia karatasi. "Mama, tazama. Nimepata alama za juu kabisa. Nimekuwa wa kwanza darasani," alisema kwa furaha akimkumbatia mama yake. Khadija alihisi machozi yakimjaa, si kwa huzuni bali kwa mchanganyiko wa upendo na faraja. Aliweka pembeni hasira zake, akapiga magoti na kumkumbatia binti yake kwa nguvu. "Hongera mwanangu, hongera sana," alisema huku akimkumbatia kwa nguvu, akijaribu kufunika huzuni ile kwa imejipenyeza ndani ya moyo wake. Meneja Bwana Wilson aliingia haraka baada ya kupata taarifa za vurugu. "Khadija, Naomi, hii ni kazi, sio uwanja wa ugomvi," aliongea kwa sauti ya ukali. Khadija akainama, akamwambia, "Samahani bwana meneja. Haikutakiwa kutokea." Meneja akamtizama Naomi kisha akasema kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka, "Naomi, safisha eneo hili mara moja. Khadija, ukishatulia njoo ofisini kwangu." Khadija alitulia akimtafutia binti yake kiti kimoja cha pembeni na kumpa juisi ndogo. "Kaa upumzike hapa, mama anarudi," alimwambia kwa upole. Wakati huo upande mwingine wa mji, ndani ya jumba la kifahari la familia Omar, upepo wa migogoro ya kifamilia ulikuwa ukivuma. Bi Omkari, mama yake Omar,
Alikuwa amekaa sebuleni akitabasamu kwa matumaini, huku akimkabidhi kijana wake faili lililoandikwa jina la mwanamke mrembo aliyekuwa amekaa pembeni. Omari, huyu ni Martha Souza, binti mzuri mwenye heshima na tajiri. Alifika nusu fainali kwenye mashindano ya urembo wa dunia. Ana kampuni yake ya vipodozi na nyumba 3 Mbezi Beach. Nadhani anakufaa. Omari alikuwa amekaa kimya, macho yake yakitazama mbali kama mtu asiye na hamasa yoyote. Baada ya ukimya sekunde kadhaa, alitabasamu kidogo na kusema kwa sauti ya upole lakini ya kujiamini, nina furaha kuwa single mama. Aliinuka akavaa gloves nyeusi. Akanyanyua koti lake la kifahari na kuivaa suti yake kamili. Kuanzia mikono hadi shingo, sehemu pekee ilionekana ni uso wake tu. Kisha akaelekea nje bila hata kuangalia nyuma. Bi Omkari alishtuka. Akasema kwa sauti ya kilio, Omari, una miaka 34 sasa. Huna hata mtoto. Ukiachana na mtoto, hata mimba kusingiziwa huna mwanangu. Hivi una shida gani mwanangu wewe? Omari hakujibu, alifunga mlango taratibu na kuondoka. Martha akacheka kwa sauti ya kebehi. Usijali madam, alisema akimwangalia Bi Omkari. Labda mwanao jogo wake hawiki. Anaogopa kudhalilika, ndio maana anajificha. Jaribu kumchunguza vizuri. Wewe si mama yake? Maneno hayo ilikuwa kama risasi moyoni mwa Bi Omkari. Aligeuka taratibu, macho yake yakimetameta kwa hasira. Toka hapa sasa hivi. Wewe huna heshima hata kidogo. Lakini Martha alitabasamu tu. Akarekebisha miwani yake ya dhahabu na kusema kwa upole, nimesema kweli tu madam. Kisha akaondoka kwa madaha. Hata hivyo alihisi kudhalilika. Tangu lini mwanaume akamkataa yeye? Bi Omkari alihisi kichwa kinazunguka, pumzi zikimkata. Lola, Lola, aliita kwa shida. Msaidizi wake Bilola aliingia mbio. Madam, Mungu wangu, unahema vibaya. Alimkimbilia haraka akampatia dawa zake, lakini pressure ilikuwa tayari imepanda. Bi Omkari alishika kifua chake kwa maumivu. Hospitali, nipeleke hospitali, aliweza kusema kwa shida. Lola aliita dereva na ndani ya dakika chache gari liliondoka likimkimbiza Bi Omkari hospitalini, huku upepo wa hofu na siri ukiendelea kuvuma ndani ya familia ya kina Omari. Hadija alisimama kwa heshima kubwa mbele ya ofisi ya meneja, akipumua kwa nguvu. Mlango ulipofunguliwa, uso wa meneja wake Bwana Wilson haukuwa na alama ya tabasamu. Macho yake yalikuwa makali na sauti yake ilionyesha kutoridhika kabisa. Njoo ndani Hadija, alizungumza kwa ukali. Hadija aliingia taratibu, mikono yake ikiwa imeunganishwa mbele ya tumbo, akijua makosa yake yalikuwa makubwa. Bwana Wilson alimsogelea kidogo, akimtizama kwa macho ya moja kwa moja. Hadija, nimekuwa mvumilivu sana na wewe, alianza kwa sauti nzito. Unajua vizuri kwamba una mshahara wa juu kuliko wafanyakazi wengine hapa, na sababu yake ni kazi yako nzuri, lakini hivi karibuni umeanza kujisahau. Hadija alishusha kichwa, akamwambia naomba nisamehe meneja. Subiri kwanza, meneja aliendelea. Kulikuwa na haja gani ya kubishana na Naomi? Unajua kabisa kaka yake ni rafiki wa karibu na mmiliki wa huu mgahawa, sivyo? Hadija alikosa cha kujibu. Alijua maneno hayo ni kweli. Meneja alianza kwa sauti ya chini, ni hasira tu bosi. Nilikasirika, alinikasirisha sana. Nilishinda kujizuia, lakini ninaomba msamaha. Haitoka ikatokea tena. Bwana Wilson alitulia, akavuta pumzi ndefu. Hadija, kumbuka una mtoto mwenye tatizo la mzio wa damu. Nimekuwa nikikuonea huruma kwa sababu ya hali yako, lakini huruma hiyo isiwe sababu ya mimi na wewe kupoteza kazi zetu. Hadija alihisi machozi yakikusanyika. Samahani sana meneja, nitakuwa makini. Maisha ya binti yangu na yangu yanategemea sehemu hii. Nitaendelea kujituma, sitorudia kosa kama hili. Baada ya kimya kifupi, meneja alimtizama kwa upole kidogo. Akamwambia sawa, nakuamini, lakini hili ni onyo la mwisho. Ukitenda kosa jingine,
sitakuwa na jinsi zaidi ya kuchukua hatua kali. Asante meneja, alisema kwa unyenyekevu. Akaambia naahidi nitabadilika. Khadija alitoka ofisini akiwa amenyamaza kimya, moyo wake ukiwa mzito. Alijua kwa saa moja tena lingeweza kumgharimu kila kitu. Katika upande mwingine wa mgahawa huo, kwenye eneo la wateja, hali ghafla ilibadilika. Kwenye meza ya katikati, kijana mmoja alianza kuinama mbele ya mpenzi wake, huku genge la watu lilikuwa linamtizama kwa shauku. Alishika pete mkononi na kusema kwa sauti yenye mshawasha, Leila, nimekuwa nawe kwa miaka 2. Nakupenda, nataka uwe mke wangu. Tafadhali, sema ndio. Watu walishangilia kidogo, lakini uso wa Leila haukuonyesha furaha. Sam, siwezi, alisema kwa sauti ya utulivu. Bado ni mapema. Nina ndoto zangu, nataka kusoma zaidi. Nataka kutimiza malengo yangu kabla ya kuolewa. Sam alishtuka, uso wake ukabadilika ghafla. Akashtuka kisha akainua sauti yake. Leila, umeishi nami miaka 2. Nimekupa kila kitu. Nimekufungulia saluni. Umekula pesa zangu zote. Na leo hivi unanikataa hivi? Leila alisimama akijaribu kumtuliza. Mapenzi yangu kwako ni kwa hiari. Sam, siwezi kuolewa kwa kulazimishwa. Ghadhabu ikampanda Sam. Kwa hasira alinyanyua mkono na kumzaba kofi mbele ya watu wote. Kelele zikapanda. Watu wakaanza kusogea. Umenidhalilisha leo, utakiona cha moto. Siwezi kushindwa. Sam alipiga kelele akitoa bastola mfukoni na kuikoki. Sam, hapana. Watu wakapiga mayowe. Mlio wa bastola ukasikika. Pa! Risasi hewani. Watu wote wakapiga magoti wakijificha chini ya meza. Katika sekunde hizo chache za taharuki, Saumu alikuwa amekaa pembeni akinywa juisi. Alilia kwa uoga mkubwa. Alijaribu kupiga kelele kumuita mama yake, lakini mwili wake mdogo ukashindwa kuvumilia mshtuko ule. Macho yake yakafifia, pumzi yake ikapotea na akaanguka chini akazimia. Wakati huo mlango wa ofisi ya meneja ulifunguliwa kwa nguvu. Khadija na Bwana Wilson walitoka mbio. Kuna nini kimetokea? Meneja aliuliza huku akikimbia. Khadija hakujibu, moyo wake ulikuwa unadunda vibaya sana. Alipofika eneo la tukio, macho yake yakamwona binti yake mdogo amelala chini, mikono yake ikiwa imeteleza pembeni. Saumu alilia kwa sauti ya maumivu. Alimkimbilia akampakata kwa mikono ikitetemeka. Watu walikuwa wamejaa, wengine wakimshika Samu ambaye tayari alikuwa ameanza kulia, huku polisi wakifika. Khadija hakujali ambacho kilitokea zaidi ya binti yake. Alinuka haraka akambeba Saumu mkononi. Tafadhali, nipeni njia, mtoto wangu amezimia. Aliingia kwenye taksi, machozi yakitiririka, na kuondoka kwa kasi kuelekea hospitalini. Dakika chache baadaye, ndani ya hospitali ya St. Mary's, madaktari walimchukua Saumu kwa uchunguzi. Khadija alikaa nje ya chumba, mikono ikishika kichwani, moyo ukipiga kama ngoma. Baada ya muda mfupi, daktari alitoka akiwa na tabasamu. Usiwe na wasiwasi, mama. Mtoto wako hana shida kubwa. Alizimia kwa mshtuko tu. Atakuwa sawa kabisa. Khadija alilia kwa furaha. Asante sana daktari, alisema kwa sauti ya kicheko na machozi. Muda mchache baadaye, Saumu aliamka taratibu, macho yake madogo yakimtizama mama yake. Mama, alizungumza kwa sauti ya upole. Khadija alimkumbatia kwa nguvu. Kaambia, nipo hapa mwanangu, upo salama. Lakini Saumu alianza kulia tena, akimkumbatia kwa nguvu zaidi. Mama, yule mtu alikuwa anataka kumuua yule dada. Niliona. Khadija alimshika usoni kwa upole. Akaambia, shh, usijali, kila kitu kipo sawa. Mama yako yuko hapa. Hata ruhusu mtu yote akuumize, sawa? Saumu akatulia, machozi yakipotea taratibu. Tabasamu dogo likarudi usoni mwake. Mama atakulinda daima, Khadija aliongea kwa sauti yenye upendo, akimbusu paji la uso. Wakati hayo yakitokea, Omari naye alikuwa hospitalini humo, lakini kwa sababu tofauti. Mama yake, Bi Omkari, alikuwa amelazwa baada ya kupandwa na pressure. Omari alikaa kando ya kitanda, akishika mkono wa mama yake akiwa na gloves. Mama, hii pressure yote kwa sababu tu nimekataa kumwoa yule mwanamke. Bi Omkari alimtazama kwa huzuni. Omari, watu wanacheka.
Wanasema mwanao ni mgonjwa, hawaizi wanawake. Ni maumivu kwangu kama mama. Omari alitulia kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya utulivu, mamangu, naomba uwe na subira. Kuna mwanamke mmoja ninamtafuta. Mwanamke wa maisha yangu. Nikimpata, nitamuoa haraka sana. Bi Omkari alishtuka. Mwanamke gani sasa? Hata jina sijawahi kusikia. Omari, nataka mjukuu mimi, sitanii. Alijaribu kuinuka akisema kwa hasira, mimi naondoka nyumbani. Sitaki kusikia maneno ya kusubiri tena. Madam, tafadhali usijisumbue, Bilola alimwambia akimfuata kwa haraka. Omari alibaki ameduaa. Alimtizama Roja, msaidizi wake mwaminifu. Roja alitikisa kichwa. Bosi, tumejaribu kila njia kumtafuta yule mwanamke wa usiku ule, lakini hakuna dalili zozote zile. Sio rahisi kumpata. Mwanamke mlevi, alivaa maski, na sasa miaka 8 imepita. Omari akajibu kwa sauti ya kujiamini, Roja, nitaendelea kumtafuta. Nikimwona tu nitamjua. Yule mwanamke ni wa pekee sana. Sitokubali kumwacha. Alisimama akavaa koti lake na kuelekea nje. Lakini kabla hajafika mbali, ghafla mama yake akagongana na msichana mdogo aliyekuwa akikimbia kwenye korido akiwa ameshika mdoli. Fimbo ya Bi Omkari ikaanguka na msichana huyo akainama haraka. Samahani sana bibi, alisema kwa adabu huku akiinamisha kichwa. Bi Omkari alimwangalia kwa mshangao. Uso ule, macho yale yalikuwa kama kivuli cha watoto wa Omari. Umeniitaje? Aliuliza kwa sauti yenye mshangao. Msichana alitabasamu. Wewe ni mkubwa sana kwa mama yangu, kwa hiyo unaweza kwa bibi yangu. Ndio maana nimekuita hivyo. Nimekosea? Bi Omkari alihisi joto la hisia likipanda. Alimpapasa kichwa. Akamwambia, hapana mjukuu wangu. Wewe ni mjukuu wangu, usijali. Niite hivyo vyote unavyotaka, alisema kwa sauti ya upendo. Chozi moja likamtoka. Alipomkumbatia kwa upole, bila kujua alinyofoa nywele chache kichwani mwa mtoto yule, kana kwamba moyo wake ulijua ukweli kabla akili haijauona. Dakika chache baadaye, Hadija alitokea akimtafuta Swaumu. Ni kama alimuona akizungumza na mwanamke mmoja mzee. Haraka akamuita, Swaumu, tumechelewa mwanangu. Swaumu alikimbia kumkumbatia mama yake na wote wakaelekea nje, Swaumu akiwa mbele zaidi. Wakati wakipishana kwenye korido, Omari alikuwa akija upande wa pili, macho yake yakiwa na hasira na mawazo. Bahati mbaya wakagongana. Vitu vya Hadija vikadondoka chini. Nisamehe sana mkubwa, ni bahati mbaya, alisema kwa haraka huku akiinama kukusanya nyaraka na pakti za dawa. Omari akamkazia macho. Unatembea bila kuangalia? Macho yako yana uzio, alifoka kwa ukali. Hadija alinyanyua macho kwa upole, akamwambia, samahani sana. Na mwai binti yangu anaumwa na sijui kakimbilia wapi. Naomba unisamehe. Omari alibaki kimya sekunde chache. Kuna kitu ndani yake kilijisikia tofauti alipomwangalia yule mwanamke. Sura yake, sauti yake, utulivu wake. Alipoinama kumsaidia kuokota nyaraka, mikono yao iligusana moja kwa moja. Hakupata allergy. Hakuhisi maumivu. Hakuhisi kuwashwa. Aliganda mahali akimtizama kwa mshangao. Alijua kitu kimoja, mwili wake ulijibu, lakini akili haikuelewa bado. Hadija alimshukuru kwa haraka, akamwambia asante, alisema kisha akaondoka akimwona binti yake aliyekuwa amevaa maski upande wa pili. Omari alibaki amesimama, macho yake yakifuatilia mgongo wa mwanamke huyo aliyekuwa anaondoka. Na sauti ndogo moyoni mwake ikasema, ni yeye. Ni hisia zile zile, ni yeye. Roja. Sauti ya Omari ilisikika taratibu lakini nzito kama iliyojaa amri. Nenda ufuatilie mwanamke. Alinigonga pale koridoni. Nataka ujue kila kitu juu yake. Jina, kazi, na hata anapoishi. Kuna kitu tofauti kwake. Najua sikosei. Roja alikuwa amesimama umbali kidogo. Alitulia sekunde chache kabla hajajibu. Bosi, unahisi ni yule unayemtafuta? Yule mwanamke wa miaka ile 8 iliyopita? Omari hakujibu haraka, alifumba macho sekunde chache kana kwamba anakumbuka usiku ule wa giza.
ule usiku ambao ulimbadilisha maisha yake yote. Alipumua kwa nguvu kidogo kisha akasema, siwezi kuthibitisha, lakini kuna kitu ndani yangu kinasema hivyo. Sijui ni nini, ila hisia hizi haziwezi kunidanganya. Roger alitikisa kichwa kwa utii, akachukua simu yake tayari kuanza upelelezi. Lakini kabla hajafanya kitu, mlango wa chumba cha hospitali ulifunguliwa kwa nguvu. Omari, sauti ya Bi Omkari ilisikika kwa haraka, ikichanganyika na pumzi nzito. Mama, mbona pressure? Daktari alisema upumzike, Omari alisema kwa upole. Bi Omkari alionekana mwenye furaha isiyoelezeka. Macho yake yalikuwa na mng'ao wa ajabu. Alikuwa kashika kitu mkononi mwake, kitambaa kidogo kilichokuwa na nywele ndani yake. Mwanangu, nimekutana na mjukuu wangu. Omari alibaki kimya kwa sekunde 5 nzima, akimtizama mama yake kana kwamba hasadiki anachokisikia. Mama, unaniambia nini sasa? Mimi sina mtoto. Pressure yako ndio imekupandia kichwani. Bi Omkari alitetemeka kwa hisia. Sina wazimu mwanangu. Nilimwona mtoto yule mwenye sura kama yako ulivyokuwa mdogo. Ana macho yale yale, tabasamu lile lile. Nilipata hata nywele zake nikazipime. Akatikisa kidogo mkono wake akionyesha zile nywele. Na nataka uende upime, utajionea mwenyewe. Yule mtoto ni damu yako Omari, ni damu yetu. Omari alitikisa kichwa taratibu huku akitabasamu kwa kijeli kidogo. Mama, umepagawa? Haiwezekani. Mimi sijawahi kushiriki na mwanamke yeyote. Na unajua kabisa sababu ni najua. Bi Omkari alimkatiza. Lakini uliniambia mwenyewe kwa kuna usiku mmoja, kuna mwanamke mmoja pekee aliyekugusa bila kupata mzio. Je, umewahi kufikiria labda ndiye mama wa huyo mtoto? Maneno hayo yalimgonga Omari kama radi. Roger aliyekuwa pembeni alinyanyua macho haraka akimtizama bosi wake kwa mshangao. Mama, hayo ni maneno tu. Lakini sawa, Omari alisema kwa utulivu. Ili kuondolewa wasiwasi, tutapima. Najua matokeo yatakuwa negative na labda hatimaye utapumzika. Bi Omkari alitabasamu kwa upole. Kaambia sawa mwanangu, ila nataka ujiandae kwa ukweli. Saa chache baadaye, matokeo yalipowasili, Omari alijaribu kudumisha utulivu wake, lakini moyo wake ulikuwa ukidunda haraka. Roger alishika bahasha na kumpatia. Omari alivuta pumzi ndefu kabla hajaifungua. Alipoziona zile namba, moyo wake ulisimama sekunde kadhaa. Yaani 99.9%. Yaani 99.9%. Uhusiano wa baba na mtoto umethibitishwa. Mungu wangu. Roger alishinda kujizuia kusema. Bi Omkari aliinua mikono yake juu kwa furaha, machozi yakimtiririka. Nilijua kabisa ile ni damu yetu. Mungu amenijibu. Omari alibaki ameduaa, macho yake yakitizama karatasi ile kana kwamba ni ndoto. Alisi tumbo likimvuruga, akili karudi nyuma. Usiku ule wa miaka 8 iliyopita. Yule mwanamke mwenye maski. Harufu yake, sauti yake laini. Na sasa, kwa hiyo yule ni mtoto wangu? Aliuliza kwa sauti ya chini chini kama ya kujisemea hivyo. Mtafute, Bi Omkari alizungumza kwa nguvu. Mtafute binti yako, mtafute mjukuu wangu. Huyo mtoto anataka kuwa nyumbani kwetu, sio kutangatanga mtaani. Ile ni damu yetu. Omari, usimtelekeze tena. Omari alinyamaza sekunde kadhaa kisha akasema kwa upole, sawa mama, nitamtafuta. Lakini moyoni mwake alikuwa na mchanganyiko wa hisia. Mshangao, hofu na shauku. Je, kweli huyo mtoto ni wake? Na kama ni kweli, basi mama yake ni nani? Je, ni yule mwanamke aliyegongana naye pale hospitali leo? Jioni hiyo Hadija alirudi nyumbani kwake akiwa amechoka, lakini macho yake yalionyesha upendo alipomtizama Saumu alilala kitandani, amezungukwa na vikaragosi vyake vidogo vidogo. Alimbusu usoni taratibu. Kaambia, mwanangu, ningejua nitakupataje kama sio kwa nguvu ya Mungu, alijisemea kwa huzuni. Hadija aliishi maisha ya kawaida sana. Nyumba yake ilikuwa na vyumba viwili ndani ya mtaa wa kawaida mjini. Alihangaika usiku na mchana kuhakikisha Saumu anapata kila kitu: chakula, elimu, matibabu. Lakini nyuma ya tabasamu lake
alibeba siri nzito sana. Siri ya baba wa mtoto wake. Alijua ni hatari kumtaja hata jina lake kwa sababu hakuwa anamfahamu hata kwa ndoto. Kila wakati alipomtazama binti yake, aliona macho yale yale ya yule mwanaume ambaye aliacha alama moyoni mwake bila kujua hata jina lake kamili. Khadija alipogeuka kuelekea dirishani, upepo ulipuliza taratibu. Akashika moyo wake kwa mikono miwili, akajisemea kwa sauti ya chini, siku moja nitakutana naye tena, lakini sitaki ajue ukweli. Siwezi kumruhusu amchukue binti yangu. Siku mbili baada ya tukio lile la hospitalini, maisha ya Khadija yalibadilika kwa kasi isiyotarajiwa. Asubuhi ile alipofika kazini mjahawani, akiwa amevalia sare safi na tabasamu la kawaida, alikuta taarifa mpya ukutani. Meneja wao yule aliyempenda na kumuelewa amehamishwa kituo cha kazi. Hakutarajia hili lingemgusa moja kwa moja. Lakini saa chache baadaye meneja mpya aliyechukua nafasi aliingia, akiwa na sura kali, macho ya dharau na tabia ya kujiona zaidi ya wengine. Alisimama katikati ya ukumbi na kusema kwa sauti ya ukali, hapa sitaki udhaifu, sitaki visingizio. Kila mtu afanye kazi yake vizuri, vinginevyo mlango uko wazi. Khadija alijaribu kuendelea na kazi zake kwa bidii. Lakini siku ya tatu, wakati akimpatia mteja oda, meneja yule alimuita kwa sauti ya juu mbele ya wateja wote, "Wewe Khadija, kuanzia leo usijisumbue kurudi kazini hapa." Khadija aliduaa, "Meneja, samahani. Nimefanya kosa gani?" "Sina muda wa kuelezea. Tumeamua kukutoa. Huna nidhamu ya kazi, ondoka." Khadija alijikaza machozi yasidondoke. Alijaribu kubembeleza kwa sauti ya upole, "Naomba nisamehewe kama nimekosea. Naweza kuomba nafasi nyingine tena. Meneja, maisha yangu na binti yangu yanategemea hii kazi." Meneja alimtizama juu chini, akatabasamu, "Siwezi kujali maisha yako wala binti yako. Nenda ukatafute kazi sehemu nyingine." Khadija alinyamaza, machozi yakimtiririka taratibu. Aliondoka kimya huku wafanyakazi wenzake wakimwangalia bila kusema neno. Alipotoka nje, upepo ulipiga uso wake kwa upole. Ndani ya moyo wake kulikuwa na maumivu yasiyoelezeka. Khadija alifika nyumbani akiwa amechoka, amekonda kwa mawazo, lakini aliposikia sauti ya furaha ya Saumu ikisema, "Mama, leo nilipewa zawadi ya kitabu kipya shuleni," moyo wake ulijaa upendo tena. Alijitahidi kutabasamu na kumkumbatia kwa nguvu. "Hongera mwanangu, mama anajivunia sana wewe." Saumu alitabasamu, akimwangalia mama yake. "Mama, unaonekana umechoka sana leo." Khadija alijibu kwa upole, "Ni uchovu wa kazi tu binti yangu. Kila kitu kipo sawa." Alihakikisha binti yake analala kwa amani bila kujua kwa kesho hakuwa na pa kwenda. Hakuwa na uhakika wa kipato wala hakujua wapi pa kuanzia. Baada ya Saumu kulala, Khadija alikaa kitandani akitizama dari, akijisemea kwa sauti ya chini, "Mungu wangu, sina nguvu tena, ila siwezi kulia mbele yake. Lakini lazima ajue mama yake ni jasiri." Ofisini kwa Omari OMK Group Headquarters, yani makao makuu. Saa 3 asubuhi, Omari alikuwa ameketi ofisini kwake, akiwa amevalia suti nyeusi safi, glove mikononi, macho yake yameelekezwa kwenye ripoti aliyopewa na Roja. "Bosi," Roja alianza kwa sauti ya utulivu, "nimepata taarifa zote kuhusu yule mwanamke. Anaitwa Khadija Haruna. Anaishi eneo la mtaa wa Mbezi, nyumba ndogo ya vyumba viwili. Amekuwa akifanya kazi kwenye mgahawa mkubwa mjini, lakini amefukuzwa hivi karibuni." Omari alinyanyua macho yake taratibu, akauliza, "Kwa kosa gani?" Roja alitikisa kichwa, "Hakuna sababu rasmi bosi. Inaonekana meneja mpya ana uhusiano wa karibu na watu waliowahi kumtenda kazini, walifanya fitna." Omari alibaki kimya sekunde chache. "Na historia yake, familia, mume?" Roja alijibu, "Hilo ndilo jambo la ajabu zaidi. Hakuna aliyetaja mume au baba mtoto wake. Watu wanaamini alikuwa single mama tangu zamani. Anaishi maisha ya siri sana. Bosi, hakuna anayejua nyuma yake ni nini kilitokea." Omari alitikisa kichwa kwa mawazo mazito. Alijisikia moyo wake ukipiga kwa kasi isiyo ya kawaida. "Niletee picha ya binti yake."
naitaka sasa. Roger alionekana kusita. Bosi, hilo ndilo gumu zaidi. Watu wa karibu wanasema yule mtoto mara nyingi huvaa maski usoni, hasa anapokuwa hadharani. Omari alishtuka kidogo. Maski? Kwa nini mtoto avae maski? Roger alinyamaza sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya chini, kwa sababu ana tatizo la mzio wa damu. Daktari wake alishawahi kueleza hivyo, anashindwa kuwa karibu na damu ya mtu mwingine bila kupata mwasho na maumivu ya ajabu. Omari alihisi damu ikimganda. Alisogea nyuma kwenye kiti, akishika kidevu chake. Umesema mzio wa damu? Roger akatikisa kichwa. Ndiyo bosi, kama vile wewe ulivyokuwa mtoto. Ukumbi mzima ulitulia kwa muda. Omari alifumba macho, pumzi yake ikitetemeka kidogo. Kila kitu kilianza kuungana kichwani mwake. Mwanamke aliyevaa maski usiku ule, mtoto mwenye uzio sawa na wake, na Khadija aligongana naye hospitali bila kusababisha mzio wake kuibuka. Inawezekana, alijisemea kwa sauti ndogo, inawezekana kweli huyo ndiye mwanamke wangu na yule mtoto ni damu yangu. Ina maana kweli alipata ujauzito? Roger alimwangalia kimya, akijua bosi wake yuko kwenye ukingo wa uamuzi mkubwa. Omari alitizama dirishani, macho yake yakiwa mbali sana. Roger, fanya hivi. Tafuta njia yote ya kumnasa kazini na kumpa msaada bila ya kujua mimi ndiye nipo nyuma yake. Sitaki kumtisha. Nataka nimkaribie kwa upole hadi niwe na uhakika. Roger alitikisa kichwa. Nakwambia nimekuelewa bosi. Nitahakikisha anapata nafasi mpya ya kazi chini ya mradi wa kampuni yetu. Omari alifumba macho, akavuta pumzi ndefu. Kama kweli yeye ndiye, basi hatupitie tena mateso haya. Si yeye wala mtoto wake. Basi ilipofika jioni ya siku ile, Khadija alikuwa amekaa kitandani akiwa ameshika simu yake kwa mkono yote miwili. Macho yake yamejaa mawazo. Simu yake iliita ghafla. Jina lilosomeka Jocelyn liking'aa kwenye screen. Alinyanyua haraka kwa furaha kidogo, akasema, "Hello Josie." "Habari Jocelyn." Akajibu kwa sauti ya shauku, "Habari ni nzuri rafiki yangu, kuna habari njema." "Habari njema gani tena?" "Kuna nafasi ya kazi mpya imefunguka pale OMK Group, kampuni kubwa ya kifahari kabisa mjini. Wameomba mpishi wa kahawa, lakini wa binafsi, si mgahawani. Ni nafasi ya kipekee kumpikia bosi." Khadija alinyamaza sekunde chache. OMK Group? Aliuliza kwa mshangao, akiwaza kwa muda kama kweli Jocelyn anaweza kuwa na connection na watu wa kampuni kubwa kama ile. Kwa mashaka akauliza, "Umewezaje kupata habari hizi Josie? Si kampuni kama ile inahitaji watu wa ngazi kubwa kabisa." Josie alitabasamu, sauti yake ikasikika kwa furaha. "Wewe bwana wewe, mjini kujiongeza. Nilikuwa napeleka kahawa pale wiki iliyopita. Nikasikia wanahitaji mtu mwenye mikono laini kwenye upishi wa kahawa. Nikasema mimi namjua mtu mmoja ambaye ni wewe. Ningewezaje kukusahau?" Khadija hakia bado na mashaka akamwambia, "Lakini umewezaje kufika huko hadi kujuana na watu wa ndani hivyo?" Rafiki yangu, nilitambua mapema maisha ni connection. Ni mwenyewe nimeunganishwa na rafiki yangu wa karibu. Nikamueleza kuhusu wewe. Haya mambo yakienda vizuri, tutakuwa tunafanya kazi ndani ya mjengo mkubwa. Udugu sio kwenye jua la mgahawa tena, ila nimechoka maswali sasa." Maneno hayo yalionekana kumtuliza kidogo Khadija, ingawa moyoni bado alihisi kuna kitu kiko sawa. "Ujiandae kesho saa 4 asubuhi kwa interview yao. Uvae vizuri kama kawaida yako. Natumai utatoboa shoga yangu." Khadija alishukuru kwa sauti ya chini, akamwambia, "Asante sana Josie. Labda hii ni njia mpya Mungu anafungua kwangu." "Haswa?" Josie alikata simu baada ya hapo. Lakini Khadija hakujua wakati huo Jocelyn hakuwa peke yake. Ndani ya hili Blaze Cafe, sehemu tulivu mjini yenye mandhari ya kifahari na sauti ya muziki laini ikicheza taratibu, Jocelyn alikuwa ameketi mezani, kikombe cha kahawa mkononi, na pembeni yake aliketi Roger akitabasamu kwa utulivu wake wa kijasusi. Roger alimtazama Jocelyn. "Kwa hiyo umeshampigia?" Jocelyn akamwambia, "Ndio, amekubali kuja kesho. Ila nataka unihakikishie hatopatwa na shida yoyote.
Amevumilia mengi sana maishani mwake. Roja alitabasamu taratibu. Akamwambia usihofu, hii kazi ni mwanzo wa amani yake, si mateso. Watakuwa salama wote wawili, mama na binti yake. Jose alishia pumzi, bado akiwa na mashaka. Siwezi kukuamini sana. Wewe ni mjeni na hii fedha ulionipa ni nyingi mno kwa kazi ndogo hivi. Sitaitumia mpaka nijue ukweli atakuwa salama. Roja alitabasamu, sauti yake ikiwa tulivu lakini thabiti. Hilo linaonyesha unajali, lakini amini hivi. Kila kitu kiko mikononi mwetu kwa sasa. Acha maisha yake yaanze upya. Joselini alinyanyuka, akachukua bahasha ya fedha, akaiweka kwenye mkoba wake. Kaambia sawa, nitafanya kama tulivyokubaliana. Aliondoka taratibu huku Roja akibaki kutizama kikombe chake cha kahawa, akitabasamu kimya kimya. Hatua ya kwanza imekamilika. Kesho yake asubuhi yenye upepo mwanana, Hadija alimwandalia Saumu kiamsha kinywa, akambusu usoni. Leo wewe makini sana, sawa mwanangu? Saumu alicheka, akaambia nitakuwa makini mama, usijali. Usigusane hovyo na wenzako. Kwa sasa mama hana sasampa. Saumu alicheka zaidi. Nitakuwa makini mama. Na Madamu Agi yupo makini zaidi na mimi. Madamu Agi ni malaika wako. Ila mwambie mama hana sasampa za kumlipa. Wote walicheka. Hadija akambusu tena. Akaambia nakupenda sana mwanangu. Na mimi nakupenda sana mama. Baada ya hapo Hadija alimpandisha shuleni, kisha akapanda daladala kuelekea kwenye kampuni ya OMK Group. Licha ya maisha yake duni, ajitahidi kuvaa vizuri. Gauni safi jeupe lenye mkanda mweusi kiunoni, viatu vya chini vya kawaida vya kahawia na kibanio cheupe kichwani, kilichomfanya aonekane wa heshima na kuvutia. Alipofika kwenye jengo refu la kioo lililoandikwa OMK Group Towers, moyo wake ulianza kudunda haraka. Alitembea kwenye korido safi yenye harufu ya marashi ya kifahari, akipishana na wafanyakazi waliovalia suti nadhifu. Machoni pao Hadija alikuwa kitu cha ajabu, urembo wa asili uliochanganyika na unyenyekevu. Alipofika mapokezi, alimvuta receptionist, yani yule mapokezi. Alitizama orodha ya ajira. Samahani, ulisema nini? Kazi ya upishi wa kahawa kwa bosi binafsi? Hapa hatujatangaza kazi ya aina hiyo. Hadija alitoa macho kwa mshangao. Ndio, rafiki yangu alinielekeza hapa jana. Labda amekosea kampuni. Moyo wake ulianza kudunda kwa hofu. Alijisemea moyoni, Jose amemdanganya. Hao ndio mchezo kunichezea. Alipogeuka kufungua mlango kuondoka, ghafla mlango wa kuingilia ulifunguka na Omari akaingia, akiwa amevalia suti nyeusi na gloves zake mkononi. Waligongana moja kwa moja, kichwa cha Hadija kikagonga kifua cha Omari. Samahani, alizungumza kwa haraka. Omari alimsukuma haraka ili asipate shida, lakini Hadija alishindwa kujidhibiti kidogo adondoke. Omari akamshika haraka mkono wake kabla hajadondoka. Muda ulisimama. Macho yao yakakutana tena. Ilikuwa kama dunia imenyamaza hivi. Wafanyakazi waliokuwa karibu wakaguna kwa mshangao. Bosi wao walimgusa mwanamke. Hilo halijawahi kutokea. Omari bila hata kujizuia aliweka mikono ya Hadija kwenye mabega yake. Ni wewe? Omari alishangaa baada ya kumwona vema. Hadija akiwa bado na aibu akasema kwa sauti ya chini, samahani bwana mkubwa. Mara zote nikikutana na wewe huwa nakuwa careless sana. Omari alitabasamu kidogo, akaambia usijali, upo sawa lakini. Hadija akatikisa kichwa, akaambia nipo sawa. Akajitoa taratibu kutoka mikononi mwake, lakini tayari Omari alikuwa amehisi kichwa. Hisia ile ile usiku ule, miaka mingi iliyopita. Roja ambaye alikuwa amesimama nyuma akitizama tukio lote, alijifanya haelewi kitu. Roja yeye atabasamu tu. Wewe ndiye Hadija sivyo? Hadija akajibu ndio, mimi ndiye. Kuna rafiki yangu alinielekeza kazi hapa, lakini nahisi nimekosea. Hata kazi yenyewe sijui kama ipo. Roja akatabasamu zaidi. Usihofu. Hizo nafasi 3 ni maalum kutoka kwa ofisi ya juu. Kwa sahihi. Karibu ndani uone wenzako waliokuja kwenye interview. Hadija alifurahi, akashia pumzi. Asante sana bwana. Asante sana, alisema huku machozi yakimtiririka kwa furaha.
Ndani ya chumba cha interview, Khadija aliingia na wanawake wengine wawili. Wote walionekana wenye ujuzi, wenye nidhamu na ustadi wa upishi wa kahawa. Kila mmoja alipewa nafasi ya kuandaa kikombe kimoja cha kahawa maalum kwa wageni wa kampuni. Harufu ya kahawa ilitanda, lakini kikombe cha Khadija kilikuwa na uzuri wa kipekee. Harufu laini iliyotulia yenye utamu wa kiroho ndani yake. Baada ya muda, majibu yakatoka. Roja alitoa ripoti kwa kusema baada ya tathmini, alichaguliwa kwa nafasi ya mpishi wa kahawa ya bosi ni Khadija Haruna. Wengine wawili walinyamaza. Mmoja alikubali kwa tabasamu la kiungwana, lakini mwingine alitoka akisononeka, akimtazama Khadija kwa macho ya wivu. Khadija akashika kifua, machozi yakimtiririka. Asante Mungu wangu, asante sana. Alimgeukia Roja. Asante bwana mkubwa. Sijui niseme nini. Hii kazi ni muhimu sana maishani mwangu. Wakati huo Omari alikuwa ofisini akitazama video ya interview ile kupitia kamera za ndani. Kila sauti ya Khadija, kila tabasamu lake, kila pumzi yake vilimrudisha miaka 8 nyuma. Aliona mwanamke ambaye kwa bahati mbaya aliwahi kupotea katika giza la kumbukumbu zake, na sasa amerudi akiwa na binti mdogo mwenye maski. Alishika kichwa taratibu. Huyo ndiye, hawezi kuwa mwingine. Macho yake yalijaa huruma, lakini pia mapenzi mazito. Mungu wangu, Khadija, kama kweli ni wewe, sitaruhusu tena ulie kwa sababu mimi nipo kwa ajili yako. Jioni ile Khadija alipofika nyumbani, alihisi mchanganyiko wa uchovu na furaha. Baada ya kuandaa chakula cha jioni kilichokuwa na ladha nzuri na harufu ya kuvutia, aliketi pamoja na Saumu, akipanga meza kwa upendo wa mama kwa binti yake. Aliposalia kupika, hakuruhusu hisia za uchovu au huzuni kumshinda. Kwa macho ya Saumu, kila kitu kilionekana kwa kawaida. Baada ya kupika chakula, Khadija alielekea shuleni kumchukua binti yake mdogo. Saumu alitembea kwa furaha, macho yake yaking'aa, akisema, mama, leo kuna surprise gani? Muonekana kuwa na furaha. Khadija alicheka, akijaza uso wake na furaha ya kweli. Leo nina furaha sana, binti yangu. Kwanza nataka useme, unataka kitu gani leo? Alimwambia hivyo huku wakielekea kwenye supermarket moja ilikuwa karibu na shuleni kwa kina Saumu. Saumu alifikiria kwa muda mfupi kisha akaanza kuchagua zawadi alizozitaka, zawadi za kuchezea, vitabu vipya na pipi anazozipenda. Khadija alitabasamu, akijua atamnunulia kila kitu kuanzia siku hiyo. Sawa binti yangu, lakini usipoteze subra, nitakwenda kulipia vitu hivi kisha nitakuletea. Wakati Khadija alipoingia ndani ya duka kulipia, Saumu alibaki peke yake akitizama rangi za bidhaa. Ghafla kwa bahati mbaya, puto la Saumu liliruka na kugusana na msichana aliyejikokota taratibu kando yake. Saumu alikimbia ili kulichukua, lakini aliishia kusukuma kidogo mbali na msichana huyo na kujigonga chini. Kisha alianza kulia huku akimtazama msichana huyo kwa macho ya hofu na mshangao. Msichana yule alitabasamu kwa upole na kusema, huna aibu wewe mtoto? Ndio nini kukatiza mbele yangu kama paka? Khadija aliposikia kilio cha Saumu, alikimbia haraka, akamchukua Saumu na kumweka kifuani kwake, akimkumbatia kwa nguvu. Shida nini mamangu? Aliuliza, moyo wake ukiwa na kuchanganyikiwa na hasira kidogo. Baada ya Saumu kuteleza kilichotokea, Khadija aliinuka, macho yake yakikamilika kwa ghadhabu kidogo, na akamsogelea msichana huyo akamziba kofi kidogo. Msichana huyo alishtuka na kisha akamwambia, unanipiga hivi? Unajua mimi ni nani? Khadija alitabasamu kidogo kisha akasema kwa utulivu lakini thabiti, ndio nakujua vizuri. Unaitwa Morio, ni modo na mtangazaji wa vipodozi mbalimbali, na una sifa kubwa katika matangazo ya bidhaa. Lakini kuhusu ile tukio la kumsukuma binti yangu mdogo, litakufanya uonekane vibaya mbele ya umma. Morio alimtizama Khadija kwa mshangao. Kwa hiyo unanitisha kwa kusukuma hicho kibindi chako kisicho na adabu, chenye macho kama paka? Alisema kwa usemi wa hofu na ghadhabu kidogo. Alijiandaa kumzaba tena kwa ofisa Saumu, lakini Khadija haraka alitoa simu yake na kuanzisha Insta live. Wote mnaona, huyu ni Morio, kipenzi cha watu wengi hapa Tanzania, na anainua mkono kwa mtoto mdogo kama huyu na kumpia kisa kumpamia tu. Na hata nilipojaribu kumkosoa, ananirudishia kibao.
Hii ni haki kweli? Khadija alisema kwa sauti yenye uthabiti na furaha ya kumlinda mtoto wake. Morio alishangaa kisha akamuuliza, "Unataka kufanya nini?" Khadija alipozima live akaeleza kwa utulivu, "Sioni shida kuharibu sifa yako kwa ajili ya kumlinda binti yangu. Lakini kama unataka amani, fanya kitu kimoja. Nataka uombe msamaha kwa mtoto wangu, Saumu. Yeye ni mtoto mdogo na hana hatia. Ila hili ni jambo la heshima sana kwa upande wako, iwapo utafanya." Morio akiwa anarekebishwa na utulivu wa Khadija na hasira yake kidogo, alimsogelea Saumu na kusema, "Naomba unisamehe sana mtoto mzuri." Saumu alitabasamu, macho yake yakijaza furaha. "Ni sawa auntie. Nimekusamehe, ila usirudie tena kuonea watoto tena." Khadija alitabasamu, akashika mkono wa binti yake, wakaondoka pamoja wakiwa na furaha. Asubuhi ilipochomoza, Khadija alikwenda kazini kwa mara ya kwanza. Alipofika OMK Group, alielekezwa moja kwa moja jikoni. Meneja eneo hilo alimkaribisha kwa ukarimu na kumwambia, "Karibu sana Khadija. Leo utakuwa na majukumu madogo tu, lakini kumbuka, bosi wetu anapenda kahawa yake iwe bora. Ukifika mapema hakikisha imeandaliwa kabla hajaingia ofisini." Khadija alijibu kwa heshima, "Sawa mkuu, nitajaribu." Wafanyakazi wengine walimtazama kwa mshangao. Mrembo vile, mpole na mwenye heshima. Walijiuliza ni vipi msichana huyu amekuja kufanya kazi ya jikoni. Muda ulisogea na hatimaye Omari akaingia kazini. Harufu yake ya manukato ilijaza ofisi nzima. Khadija aliharakisha kuandaa kahawa yake, kisha akaibeba kwenye tray na kupeleka ofisini kwa bosi. Alibisha hodi taratibu. Mlango ukafunguliwa kwa remote. Akasikia sauti tulivu ya kiume ikisema, "Ingia." Alipoingia alisimama kwa adabu, akaweka tray mezani na kumwaga kahawa kwenye kikombe. "Habari za asubuhi bwana mkubwa," alisema kwa heshima. Omari hakujibu mara moja, alimtazama kimya kwa umakini wa ajabu, kana kwamba alikuwa anajaribu kukumbuka kitu. Khadija alihisi hofu, akanyanyua macho kidogo tu. Akakutana na uso wa mwanaume mwenye muonekano wa mamlaka na utulivu. Omari alianza kunywa kahawa polepole, akitizama kando. Ilikuwa tamu, ladha yake tofauti na zote alizowahi kunywa. Alipomaliza hakusema neno. Khadija alisimama tu pembeni, akingoja aamue aseme nini. Baada ya muda mfupi, Omari alimwangalia na kusema kwa sauti ya chini, "Nenda, utarudi baadaye." Khadija akatabasamu kwa aibu na kutoka taratibu. Hakuwa na wazo lolote kwamba mwanaume huyo ndiye baba wa mtoto wake. Omari alimtazama kwa macho mpaka alipotoweka mlangoni. Kitu ndani yake kilimsukuma kumwangalia tena, moyo wake ukidunda kwa nguvu isiyoelezeka. Kuanzia siku hiyo, kila asubuhi Omari alingoja kahawa ya Khadija. Kila siku alipokuja, alihisi amani fulani isiyoelezeka ndani yake. Lakini weekend ilipoadia, tatizo likazuka. Siku hiyo OMK Group walikuwa na shooting kubwa ya tangazo la bidhaa mpya. Roja alifika nyumbani kwa Omari asubuhi. Akamkuta bado yupo chumbani. "Bosi, leo tuna shooting. Modo anasumbua. Tunahitaji uwepo wako." Roja alisema kwa sauti ya haraka. Omari akamwangalia taratibu na kusema, "Kama Khadija hayupo leo, basi mimi siende." Roja alishtuka, "Lakini bosi, leo ni weekend. Si siku ya kazi. Khadija hawezi kuja ofisini." Omari alitulia sekunde kadhaa, kisha akasema, "Basi, fanya lolote. Lakini hakikisha anakuja. Bila hivyo mimi sitoki." Roja alijikuta kishapo mzito. Angewezaje kumfanya Khadija aje kazini siku ya mapumziko? Akakumbuka pia Khadija ana mtoto mdogo na weekend hana pa kumwacha. "Bosi, yule ana mtoto pia, kumbuka. Hata akija naye haina shida. Mtoto yule ni wa kwangu, kumbuka." Roja alishapo mzito kwanza. Baada ya kufikiri sana, aliamua kumpigia simu. Wakati huo Khadija alikuwa nyumbani akimsuka nywele Saumu, wakicheka kwa furaha. Simu yake iliita ghafla na namba ya Roja ikaonekana. Alishtuka kidogo, moyo ukapiga kwa uoga. "Hello Mr. Roja." Roja akaanza kwa sauti ya upole, "Samahani sana kwa kukupigia weekend Khadija, lakini bosi ameagiza uje kazini leo. Ana kazi maalum na ametaka wewe binafsi uwepo." Khadija akashangaa, "Leo? Lakini leo ni weekend. Binti yangu yuko nyumbani, sina kwa kumwacha." Roja akamjibu, "Bosi amesema unaweza kuja naye kabisa."
anaipenda sana kahawa yako. Amesema leo ni lazima anywe kahawa kutoka mkononi mwako. Khadija akavuta pumzi ndefu. Lakini sijui kama ni sahihi, alisema kwa sauti ya aibu. Roja akamjibu, huna haja ya hofu, mlete tu, bosi ameruhusu. Khadija akamwangalia Saumu ambaye alikuwa akicheka huku akijaribu kushika nywele zake mwenyewe. Alijua binti yake hakuwa na shida, lakini moyo wake ulijaa maswali. Basi sawa, alisema mwishowe, ngoja nijiandae na kuja sasa hivi. Roja akakata simu, akamtazama Omari na kusema, amesema atakuja naye. Omari alitabasamu kwa mara ya kwanza siku hiyo. Vizuri sana, alisema taratibu, labda leo nitabahatika kuiona sura ya malaika wangu mdogo. Khadija alifika ofisini akiwa amemshika mkono binti yake Saumu. Mara tu alipoingia ndani alihisi tofauti. Mazingira yalikuwa tofauti na siku za kazi za kawaida. Hewa ilikuwa na harufu ya manukato mazuri. Muziki wa taratibu ulisikika kutoka upande wa ndani, na watu walikuwa wakizunguka huku na kule wakiwa na vifaa mbalimbali. Wengine walishika kamera kubwa, wengine boom mic, na wengine walihangaika na taa kubwa za studio light. Ilikuwa ni kama movie au tangazo linarekodiwa. Khadija alisimama kwa sekunde kadhaa akitizama kwa makini, macho yake yakizunguka kila pembe kwa udadisi. Kwa sauti ya chini alimuuliza binti yake, Saumu, leo hapa kuna nini? Hawa watu wote ni akina nani? Saumu kwa macho ya ajabu akamjibu, mama, labda wanacheza sinema kama zile tunazoangalia YouTube. Khadija alitabasamu kidogo, lakini ndani ya moyo wake alikuwa na swali moja kubwa. Hivi kwa nini Roja amenita ofisini leo? Na kwa nini hawa watu wote wako hapa? Alimtazama binti yake kwa upendo, akamwambia, binti yangu, kaa pale kwenye benchi la garden karibu na yale maua, usiende mbali. Mama anakwenda kuuliza kitu kidogo. Sawa mama, ila nitakuwa nakutizama kutoka hapa, usinipotee. Khadija akamgusa shavuni kwa upole, kisha akapumua kwa nguvu na kuanza kutembea kuelekea eneo la ndani. Alipozidi kusogea, aliganda ghafla alimwona Morio, yule msichana mrembo maarufu mwenye sura iliyojipodoa kwa ustadi wa mavazi ya kifahari, kana kwamba anatoka kwenye jarida la fashion. Watu walikuwa wanampodoa, wengine wakimnyunyizia manukato na kamera zikielekezwa kwake. Ndipo Khadija akatabasamu kwa ndani. Sasa naelewa, kumbe ni tangazo linachezwa hapa. Lakini kabla hajamaliza akashangaa gari lenye rangi nyeusi likaingia kwenye geti. Lile gari la bosi Omari. Mara moja nyoyo za watu zilipiga kwa kasi, kila mtu akaanza kujiweka sawa. Morio alipoliona gari lile alijikaza sana. Alijua ni nafasi yake kung'aa, labda hata kupata lile nyingi zaidi kutoka kwa Omari. Alikimbia kuelekea pale kwa kasi, nywele zikipepea nyuma yake, manukato yakisambaa hewani. Lakini ghafla macho yake yakakutana na sura ya mtoto mmoja aliyekuwa amekaa upande wa benchi. Saumu. Uso wake ulibadilika mara moja, akatulia kwa sekunde chache, kana kwamba ameona roho. Yule yule aliyemtia aibu supermarket. Aliwaza kwa hasira. Aliposogea zaidi akamwona pia Khadija akiwa amesimama karibu naye. Hasira zikamjia kwa kasi. Alikwenda moja kwa moja na kumwambia kwa sauti yenye ukali, wewe unafanya nini hapa? Hii sio sehemu ya watu wa kawaida kama wewe. Hapa sio sokoni. Khadija itabasamu. Kama nimekuja kazini binti. Morio alicheka kwa dharau. Kazini? Unadhani hii kampuni ni ya mgahawa watu wanaokuja kupika mlo maalum na kuondoka? Hii ni kampuni yenye miradi ya kimataifa ya matangazo. Sio kila mtu anaweza kuingia na kutoka. Khadija alimtazama kwa utulivu, akavuta mikono yake kifuani. Akasema kwa sauti laini lakini yenye msisitizo, sawa, lakini kabla mambo hayaja makubwa, msubiri yule mwanaume pale afike. Yeye ndiye bosi wangu. Akifika hapa muulize kama kweli mimi sipo kazini. Morio alicheka kwa kejeli. Huyo mwanaume? Unamaanisha Omar? Wewe unaota? Mtu kama yeye hawezi hata kuajiri mwanamke kama wewe, ambaye hata mavazi yako yanaonesha unajitahidi tu kuonekana wa mjini. Khadija alitabasamu kwa utulivu. Tuone basi, usikimbilie kwenye hukumu kabla hujajua ukweli. Morio aligeuka kwa hasira, akakimbia kuelekea upande wa gari la Omar. Meneja wake akimfuata nyuma kwa hofu. Saumu aliyekuwa ameketi pembeni alitizama yote hayo kwa macho makubwa,
kisha akamwambia mama yake kwa sauti ndogo, "Mama, upo salama kweli hapa? Huyu ni anti mkorofi sana." Khadija alitabasamu kwa kumshika mkono. Akamwambia, "Usiogope mwanangu. Mama yupo hapa, hakuna kitu. Hakuna mtu atakudhuru, sawa mrembo wangu. Mungu yuko pamoja nasi kila wakati." Saumu alitikisa kichwa kwa upole. Akamwambia, "Sawa mama." Wakati huo Morio alikuwa amefika kwa Omar, akitabasamu na kutaka kusalimia kwa mkono. "Hi boss. Nilikuwa nasubiri kukuona kwa hamu." Lakini Omar akampita kimya, akimwangalia tu na kutamka kwa sauti ya kawaida bila kupokea mkono wake, "Ni kwema sana." Kisha akapita moja kwa moja kuelekea pale waliposimama Khadija na Saumu. Kamera zilianza kupiga picha kimya kimya. Watu wote wakabaki wameduaa. Morio alibaki amesimama pale akiwa ameduaa. Mikono yake ilitetemeka, midomo yake ikakosa maneno. Haiwezekani. Omar amenipita mimi. Alafu anakwenda kwa yule mwanamke. Wivu, aibu na hasira vikaanza kumchanganya kichwani. Khadija alikuwa akimuona Omar akija, alinyanyuka kwa heshima huku akiwa akamshika mkono Saumu. Omar alitabasamu kidogo, macho yake yakionyesha furaha ya dhati. "Asante kwa kuja Khadija, nilihitaji sana kahawa yako leo." Watu wote wakatazamana kwa mshangao. Roja akainama taratibu, akijua kwamba hali ya Morio iko mbioni kubadilika kabisa. Maneno hayo yalikuwa kama mshale moyoni mwa Morio. Alibaki amesimama mbali kidogo, uso wake ukianza kubadilika. Mara ghafla akahisi damu ikipanda kichwani. Uso wake ukakolea mwekundu kama mtu anayechomwa na aibu kali. "Huyu mwanamke tena," aliwaza kwa hasira, akiuma mdomo wake wa chini. Watu waliokuwa eneo hilo walianza kunong'ona, midomo yao ikicheza kimya kimya, huku macho yao yakiwatizama Khadija na bosi. Roja ambaye alikuwa amesimama karibu na kamera aligeuza uso wake pembeni, akijua wazi kwamba Morio hatokaa kimya. Khadija alijaribu kujizuia kujihisi vibaya mbele ya umati huo, lakini macho ya watu yalikuwa mazito juu yake. Hata hivyo alijipa nguvu, akakaa kimya huku akitabasamu kidogo. Omar akasogea karibu zaidi, akachukua kikombe kilichokuwa mezani. Kisha akasema, "Kama kawaida yako, najua kahawa itakuwa safi." Khadija alinyanyua macho yake polepole kumtizama. "Asante sana bosi, nimejitahidi kwa mara nyingine." Maneno hayo yaliamsha kitu ndani ya Omar. Sauti yake ilikuwa laini, yenye heshima ya kweli, tofauti kabisa na wanawake wengi alikuwa amewahi kufanya nao kazi. Macho yake yalikaa kwa muda mfupi usoni mwa Khadija, kisha yakahamia kwa Saumu aliyekuwa amejishika mikono yake kifuani, akitizama kila kitu kwa udadisi wa mtoto mdogo. Omar alitabasamu kwa upole. "Huyu ndiye binti yako?" Khadija alitabasamu kwa fahari ndogo, akamwambia, "Ndio, anaitwa Saumu." Omar akainama kidogo mbele ya mtoto. "Wewe ni mstaarabu sana, hongera." Saumu alitabasamu kwa aibu, akasema kwa sauti ndogo, "Asante anko." Morio alikuwa bado amesimama upande wa pili. Hakuweza kuvumilia zaidi. Akatembea kwa kasi, visigino vyake vikigonga sakafu kwa nguvu, kana kwamba kila hatua ilikuwa ikipigwa ilikuwa na risasi ya hasira. "Excuse me," alisema kwa sauti kali ambayo ilikatiza mazungumzo yote. Watu wote wakageuka kumtizama. "Omari, hivi mwanamke ndiye yule msaidizi wenu mpya wa jikoni, sio? Au leo mnafanya tangazo la vinywaji vya kahawa nyinyi? Na yeye ndio mhusika mkuu?" alisema akicheka kwa dharau, akitupa macho kwa wapiga picha. Khadija alitulia kimya, akimzaa Morio kwa macho ya upole. Hakusema neno. Omar alitizama uso wa Morio bila hisia yoyote ile. Aliposema sauti yake ilikuwa thabiti, tulivu, lakini yenye uzito uliofanya kila mtu anyamaze. "Huyu ni mfanyakazi wangu kama wengine. Anafanya kazi yake kwa bidii, na ndio maana niliomba aje leo. Kuna sababu ya kumdhalilisha." Kauli hiyo ilikatiza hewani kama radi ya ghafla. Morio alitetemeka kwa hasira, akashinda kujizuia. "Kumdhalilisha? Wewe unaniambia mimi hivyo? Mimi hapa Morio nilijenga jina la kampuni hii kwa matangazo yangu na kujichetua. Naonekana mbaya kwa mwanamke wa jikoni? Kwa ajili yake unaniambia hivyo?" Roja alijaribu kumpa ishara kimya anyamaze,
lakini hakuwa tayari. Huyo mwanamke alisababishia fedheha nyingi sana supermarket. Yeye na kabendi chake alinwekea live kwenye mitandao, akanifanya niombe msamaha kwa mtoto wake. Na leo nampa nafasi ya kufanya kazi na wewe kwa ajili ya kahawa yake tu. Aliendelea kwa hasira huku watu wakijaribu kumtuliza. Omari hakutikisika. Alimsogelea Morio hatua mbili tu, macho yake yakimtizama kwa ukali, lakini bila kelele. Morio, sikatai mchango wako katika kazi, lakini kuna mipaka. Huyu mwanamke hajakosea kitu hapa. Heshimu kazi yake na uwe na nidhamu mahali pa kazi. Maneno hayo yalimuuma Morio zaidi kuliko tusi lolote. Alijikaza, machozi ya hasira yakaanza kujaa machoni. Kisha akasema kwa sauti ya juu kidogo, sasa naona kumbe huyu mwanamke ana nafasi maalum sana kwako kuliko mimi. Unafikiri sijui? Wanaume kama wewe mnaweza kuanguka kirahisi mbele za sura yake na Hadija wa mtaani mkidhani wanafaa. Kumbe wapo kwa tamaa na maslahi yao tu. Hadija alihisi damu ikikimbia mwilini mwake. Maneno hayo yalimgonga kama kisu. Akashika mkono wa Saumu kwa nguvu, lakini akabaki kimya. Omari alijibu kwa upole, ukimaliza hasira zako unaweza kuondoka. Kazi ya leo itaendelea bila wewe. Morio alicheka kwa uchungu. Unanifukuza kwa ajili yake? Sawa, haina shida. Hakungojea jibu, aligeuka kwa hasira, akapiga hatua za haraka kuelekea langoni. Alifuta machozi kwa mkono wake huku kamera zikibaki zikimnasa. Zimenasa kila kitu. Ukimya mzito ulitanda eneo lote. Omari akageuka taratibu, macho yake yakimtizama Hadija. Samahani kwa usumbufu huu. Sitaki kujisikia vibaya kwa ambacho kimetokea. Hadija akatikisa kichwa taratibu. Akamwambia kuna tatizo bosi. Nilizoea dharau, ila siku zote siwezi kuizima heshima yangu kwa mtu yeyote. Omari alitabasamu kidogo, akamwangalia kwa muda, kisha akasema, na hiyo ndio sababu na kuheshimu sana Hadija. Kisha akageuka na kuondoka taratibu kuelekea ofisini kwake, akiwa amebeba kikombe cha kahawa mkononi. Hadija akamtizama akiondoka, moyo wake ulijaa hisia ambazo hakuzielewa kwa mara ya kwanza. Hakujihisi tu kama mfanyakazi. Alihisi kama kuna kitu tofauti, kitu kizuri kilichoanza kuchipua kimya kimya ndani ya moyo wake, kati ya watu wawili waliotoka ulimwengu tofauti kabisa. Jamani, hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Tukutane hapo kesho katika sehemu ya pili ya simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Addicted to Me. Yani amenivuruga kabisa. Yani nimevurugwa kwake. Nini maana ya addiction? Nini maana ya addicted? Yani ni mtu ambaye is like amezama kwa mtu fulani ambaye anashindwa kujinasua kama mtego vile. Jamani, mimi nisema asante sana kwa support yako. Naitwa Trishi na hii ni Light Simulizi. Asante.